Hatukuwahi kuacha lalamiko la mwananchi, hata huyu, hata mmoja. Kila aliyestahili kulipwa amelipwa, ambaye hajalipwa hakustahili. Pesa ya serikali sio ya kugawa kusambaza tu hivi kila mtu apate, ili mradi fulani uko sehemu fulani kila mwananchi wa Ngara atalipwa. No way, hakuna. Wakubwa tunaelewana? Huu mradi haukuja kwamba sasa kila mwananchi raia wa Ngara atapata hii hela ya mradi. Hakuna. Aliyestahili alilipwa na hakuna malalamiko. Tumefika hapa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi. Hivi karibuni, wiki iliyopita tu, kuna taarifa zilitoka kwenye vyombo vya habari, baadhi, sio vyote. Taarifa hizo tunaamini ni za upotoshaji kuhusiana na ulipwaji wa fidia wa mradi wa kufua umeme wa Rusumo. Hapa tulipo ni Rusumo. Mradi tunaongelea ni hapa jirani, Intake iko hapa. Ikumbuko ya kuwa wananchi wengi wanalima kwenye eneo oevu ambapo sheria za maji za nchi zote mbili, Rwanda na Tanzania, haziruhusu. Ila kwa kuwa huu mradi wa Benki ya Dunia ambayo inataka fidia ya mazao ilipwe na sio ardhi. Kutokana na ripoti hiyo, athari za ujenzi wa kinga maji yalirudi nyuma kwa kilomita 33.5 kutoka Kidakio maji kwa mto Kagera na kilomita 52 kwenye mto Ruvubu. NELSAP ilitumia ripoti hiyo ya kitaalamu kufanya utambuzi wa vijiji vilivyoathirika, ambapo watu walikuwa wanafanya shughuli zao, na zoezi lilifanyika kwa ufanisi mkubwa sana, na takriban US dola milioni 1,713,713 zililipwa. Kulingana na malalamiko ya wananchi, NELSAP ilishajiridhisha kuwa maeneo yao yapo nje ya mipaka ya mafuriko ya mwaka 2018. Pia nje ya eneo la maji yatakapofika wakati wa ufuaji wa umeme, ambapo wananchi wanapaswa kulipwa upotevu wa kipato. Hivyo malalamiko haya yanayotokea sasa hivi, waandishi wa habari mliopo hapa, sio ya kweli na sio halali. Serikali haiwezi ikatoa fidia kama zawadi. Hiyo haipo. Mnielewe hivyo. Hiyo haipo. Kazi hii ilifanyika kisomi mno. Ni project ambayo, kati ya project ambazo nimewahi kushuhudia zimefanyika kisayansi, ni pamoja na huu mradi wa kufua umeme wa Rusumo. Nilipokea taarifa kwa masikitiko makubwa sana, lakini na watekelezaji wa mradi, wasimamizi wakubwa, NELSAP wenyewe walisikitika mno. Zoezi hili tulishalimaliza, tulishafunga. Huu mradi jamani ni US dola milioni 340, si ndio? Mtakonvert shilingi ngapi za Tanzania? Ni mahera mengi mno. Upo Ngara, upo hapa. Wakubwa, bilioni 12. Bilioni 12. 373 zimelipwa kwenye huu mradi. Bilioni ngapi wakubwa? 12.5 zimelipwa. Zote zimedissolve humu Ngara, wilaya Ngara. Ni hela nyingi mno. Waguso waliolipwa ni 1144. Mabilioni yote haya. Kwa hiyo tukapata mzunguko mkubwa, uchumi ukakua, maendeleo yakaonekana very feasible kabisa. Tuliona yamebadilisha sana hizi fidia, hizi hela za mradi, maisha ya wananchi wetu wa Ngara. Hatukuwahi kuacha lalamiko la mwananchi, hata huyu, hata mmoja. Kila aliyestahili kulipwa amelipwa, ambaye hajalipwa hakustahili. Pesa ya serikali sio ya kugawa kusambaza tu hivi kila mtu apate, ili mradi fulani uko sehemu fulani kila mwananchi wa Ngara atalipwa. No way, hakuna. Wakubwa tunaelewana?
Huu mradi haukuja kwamba sasa kila mwananchi raia wa Ngara atapata hii hela ya mradi. Hakuna. Aliyestahili alilipa na hakuna malalamiko. Huo ndio ukweli na tulisimamia hilo. Kwa majina naitwa Nasoro Mulika, ni msimamizi wa masuala ya jamii na mazingira kwenye mradi wa kufua umeme wa maporomoko ya Rusumo, nikiwa kama counterpart kutoka Tanzania. Tukianza na historia fupi tu ya mambo ya fidia ambayo yalitokea mwanzoni mwaka 2018 na 17, tulikuwa tunajenga mradi wetu, tukaziba eneo ambalo ni Kofadam, tunaita kizuia maji, ili tuweze sasa kujenga mitambo yetu na kila kitu chetu. Kwa bahati mbaya pia mwaka huo huo mwezi wa 5 palitokea na mvua kubwa sana. Kwa hiyo mvua pia ikachochea maji kurudi kwenye maeneo ya mashamba ya watu ambao walikuwa wanafanya shughuli zao kwenye eneo ambalo ni oevu la mita 60 ya serikali, ambayo haipaswi kufanyiwa shughuli yoyote. Kama sheria tunavyozijua kwamba eneo la mita 60 ni eneo la serikali, shughuli zozote zile hazipaswi kufanyika. Ila kwa vile ni mradi wa Benki ya Dunia, ilibidi tuwalipe fidia watu kwenye mashamba yao. Juhudi mbalimbali zilifanyika, kamati mbalimbali ziliundwa na mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya ya Ngara, kamati kutoka ulinzi na usalama, kamati zetu za NELSAP. Tulifanya study kupitia kwenye mashamba, kuhesabu, na tukaja na idadi ya watu 1144 au ndo tuliwalipa fidia ya kwanza ambayo inajulikana kama backwater flooding, jinsi tulivyoziba kizuia maji, kwa hiyo maji yakarudi, kwa hiyo tukawalipa. Na fidia iliyolipwa ni zaidi ya bilioni 4,439,029 kwa waathirika 1144. Hiyo ni fidia ya mwanzo. Lakini pia kuna fidia ya pili ambayo kipindi sasa tunaanza kujenga na tunaanza kutesti sasa mitambo yetu. Kuna kitu tunaitwa operational flooding. Yaani jinsi mitambo itakavyowashwa basi maji yatarudi kidogo. NELSAP tuliweka mipaka yetu ambapo maji yetu sasa yataishia, na tuliweza kuwalipa pia fidia, yani kama upotevu wa kipato kwenye eneo hilo hilo oevu, lakini bado pia tuliwalipa watu fidia ya mazao, sio ardhi. NELSAP atulipi ardhi kwa sababu ardhi ni mali ya serikali. Kwa hiyo tuliwalipa watu mazao yao na tuliwapa muda pia wakavuna, ila bado pia tuliwalipa zaidi ya milioni 800 kwa watu wao ambao walikuwepo sehemu ya mipaka yetu ya maji. Haikuishia hapo. Benki ya Dunia ikasema tuwaongezee hawa watu chochote kitu. Kama mtu alikuwa ana mifugo, kama mtu alikuwa analima, kama mtu alikuwa, basi tulipata muda na tukawaongezea. Tulifanya hizo study kupitia kamati ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ngara na kupitia pia ofisi ya kilimo ya Ngara. Tulifanya mahesabu, tukawalipa zaidi ya dola 200,000 tena zaidi. Tuliwalipa ile milioni 800, lakini pia tukawalipa zaidi ya dola 200,000 kuwaongezea chochote kitu. Lakini sasa hivi kuna taharuki ambayo imetokea ya watu kudhani kwamba sisi tunalipa ardhi. Nilishatangulia kusema ardhi ni mali ya serikali. Sisi hatuwezi tukalipa ardhi. Sisi tulikuwa tunalipa mazao ya upotevu wa kipato. Japo alikuwa eneo oevu, lakini Benki ya Dunia ikasema bado tuwalipe tu hivyo hivyo, na tuliwalipa. Kwa hiyo ardhi ni mali ya serikali. Sisi NELSAP haturuhusiwi kugusa mali ya serikali. Kwa hiyo baada ya fidia hizo
yamezuka tena mapya baada ya kuona watu wa bonde wamekuja kuweka vigingi na kuweka miti. Wananchi wanadhani sasa NELSAP tunapaswa tena kuwalipa ardhi, wakati watu wa bonde wamekuja kuweka mipaka kwenye maeneo yao ya mita 60, na sisi haturuhusiwi kugusa kwenye mipaka ya serikali. Kwa hiyo ni watoe tu hofu kwamba sisi hatulipi ardhi, na walio kuwepo na wanaofanya hilo zoezi ni watu wa bonde, wamekuja kuweka mipaka yao na kupanda miti kwenye eneo lao la mita 60 ili eneo hilo oevu lisiendelee kutumiwa na wananchi kama sheria inavyosema. Napenda kusema kwamba fidia tumelipa toka mradi uanze bilioni 12,515,373 kwa fidia nzima.